Kwenye kumfikia ujumbe ule nadhani aliweza kuwasiliana na mwenzangu, sababu mimi nilikuwa sina mawasiliano kwa wakati ule. 2006 hiyo. 2006. Kwa hiyo akatupangia appointment kwamba tuje tuonane naye hapa Jumamosi. Ilikuwa siku ya Jumamosi, sikumbuki tarehe ngapi, 2006. Kwa hiyo tukaja hapa tukaonana naye. Tulivyoonana naye tulimuelezea mazingira yetu na uhitaji wetu, akatuelewa, akatuambia kwamba kweli nimewasikia, ila kwa mimi kama mimi peke yangu sitoweza, ila kwa kuwa ni swala la elimu basi mimi nitalifikisha ili kwa staff wenzangu. Pindi hicho anafanya kazi Barclays Bank pale. Nitalifikisha ili kwa staff wenzangu, atakayeguswa katika hili basi nitashirikiana nao, tutawezesha. Kwa nyinyi subirini, mimi nikaongea nao. Kwa hiyo baada ya kwenda kuongea nao, naona mwitikio ulikuwa mzuri kwamba wengi walikubali. Siwezi kujua nani alikataa au na magari vipi, lakini naamini karibu mastafu wote walikubali. Akatuletea ujumbe sisi tena vijana wake, akamwambia basi. Wakati huo sasa bado naishi Manzese? Mimi naishi nipo Manzese. Kwa sababu baada ya kutuambia tena kuongea nao, alituambia tena siku ya kurudi hapa. Kwa tulivyorudi alituambia kwamba mastafu wenzake wamekubali katika swala hilo. Kwa hiyo tusiwe na shaka, watatuwezesha katika masuala mazima ya elimu na malazi. Kweli. Kwa hiyo baada ya hapo bi mkubwa akawa anatusimamia sasa rasmi katika masuala ya elimu. Wakati huo unasoma shule hiyo hiyo ya hapa? Mimi kwanza nilikuwa nasoma Kiruvya Secondary School. Nilikuwa ni day. Kwa hiyo baada ya hapo natoka Kiruvya kuelekea Manzese. Natoka Manzese kwenda Kiruvya kwenda Manzese. Na mwenzako au yeye alikuwa anasoma? Alipo tayari Pugu Secondary. Kwa hiyo baada ya kukubali swala hilo, akawa anatusimamia katika masuala ya elimu na malazi, japo naamini sehemu kubwa alikuwa ana play yeye, japo kwamba ni staff anashirikisha staff wenzie, lakini sehemu kubwa alikuwa ana play yeye, kwa maana tulikuwa tunaishi kwake hapa kama watoto wake. Sasa mliombaje tena nafasi ya kuanza kuishi kwake? Hiyo swala la kuishi kwake hiyo lilitokea automatic tu, kwamba yeye kama mama, kusema ukweli, ana roho ya kipekee, ana huruma. Yeye mwenyewe alituambia, maana tulipokutaka kuja kwake hapa hadi tumpigie simu, mwisho wa siku atuambia, kwa nini unapiga simu, wewe ni mwanangu. Kwa hiyo unapotaka kuja hapa, wewe kuja muda wote kwa free. Wewe njoo, kaa hapa, utakula, utafanya nini, vyote muda wote wewe kuwa huru kuja hapa. Kwa hiyo hakuwa na kipingamizi. Sisi wenyewe tunajua binadamu kujishtukia muhimu, unajua. Wewe ukasema kila kitu kipo, ushafunguliwa ndio kila kitu, hapana. Wakati huo sasa hapa mlikuta watoto wapo wengine au mlikuta hawako mashuleni? Hapa alikuwa na wanae wawili. Alikuwa na wanae wa Richard na Eric. Ni watoto wake kabisa hao. Kwa hiyo mkashauriana sasa na mwenzako kwamba tuhamie? Hapana, sio kushauriana kwamba tuhamie. Hivyo ni vitu automatic tu, mnajikuta tayari mmeshakuwa family, si unajua. Sio kwamba tumeshauriana kwamba tuhamie, hapana. Ila kwamba automatic tu ikawa tayari tupo hapa, ni kama sehemu ya familia. Kwa hiyo ikawa kipindi cha likizo wote tunakutana hapa, emergency na wote tunakutana hapa, yani hivyo yani. Kwa hiyo hadi mimi mwenyewe nikapata uhamisho wa kwenda kujiunga na Pugu Sekondari, kawa nasoma kule na likizo narudi hapa hivyo. Pugu ulienda kukaa boarding au ilikuwa ni day? Pugu ni boarding school.
Pugu boarding school. Umehitimu sasa, elimu yako ya sekondari ilikuwa ni mwaka gani? Mimi elimu ya sekondari nimehitimu, nitakuwa nihitimu 2008, lakini kutokana na mambo mengine ya kibinadamu hapa katikati itabidi nije nihitimu 2009 form 4 Pugu sekondari pale. Yeah. Sasa baada ya hapo sasa, mtazamaji wa Sullivan TV, tuko na Stanley hapa, tunazungumza naye mambo mengi kweli kweli, na kipindi chetu hewani ni Mguse, na nikukumbushe tu kwamba tunapewa nguvu kubwa kabisa na shule ya wavulana na wasichana Sullivan Provost ambayo inapatikana Kibaha, Pwani. Stanley, labda tukiwa tunaelekea ukingoni kabisa mwa interview yetu hii, labda pengine sasa ni somo gani ambalo umelipata au ni funzo gani ambalo unatamani kushare na vijana wa sasa, kwa fursa ambayo uliipata wewe ya kupata mtu ambaye atakusimamia kwenye masomo yako na kuhakikisha unafikia sehemu fulani, na alikuwa anafurahi sana pengine siku moja uwe na familia, usome, uwe na kazi yako nzuri, uweze kuendesha familia yako, na yeye ajivunie kwamba leo nitaenda kulala huku, leo nitaenda kutembelea mtoto wangu fulani. Labda pengine wewe nafasi kama hiyo ambayo uliipata wewe, kwa kijana wa leo unampa neno gani la kumwambia, au ni funzo gani ambalo ulilipata hapo? Ninachoweza kusema hapo kwamba ukipata nafasi uitumie vizuri. Ukipata mtu akikushika mkono, basi na wewe nania kweli kweli hadi hapo mambo yako atakapokuwa yamekaa sawa, kwa sababu ni watu wachache sana wenye moyo wa kusaidia watu. Kwa hiyo unapopata nafasi tumia vizuri. Kujiepusha tu na makundi haya, kusimamia kile unachoamini. Hivyo. Uliwahi kuwaza labda siku moja kwamba nije nimtafute Lecho niweze kwenda kumuomba msamaha kwa kile ambacho nilikifanya? Nifikiria, lakini nilikuwa nimeshachelewa tayari. Nilishachelewa mambo mengi. Kupitia sasa Sullivan TV ambayo tumekutafuta na kwa jitihada za Lecho, lakini pamoja na sisi tumeweza kukupata na umeitikia wito wetu kuzungumza na sisi, unamwambia nini Lecho Marukasa muda huu sasa? Utumie nafasi hii kuzungumza naye, unamwambia nini? Kumwambia namshukuru kwa kiwango kikubwa kwa wakati ule, sababu alinijali kama mwanae, kuweza kunisimamia katika masuala ya masomo na malazi kwa ujumla, na staff wenzi wote wa Barclays kwa kipindi kile. Namshukuru. Sina sehemu kubwa kusema sijui ni jinsi gani naweza kueleza jinsi gani naweza kumshukuru, lakini niweza kusema tu namshukuru kwa kipindi kile. Namshukuru sana. Kwa sababu nahisi bila yeye hata hiyo form 4 yenyewe nahisi nisingefika. Namshukuru. Hivyo. Labda kwa sasa una umri wa miaka mingapi? Mimi sasa hivi na miaka 36. Mimi nikushukuru sana, labda kama una kitu kingine cha kumalizia kuzungumzia hapo. Mimi sina kingine. Mimi sina chochote cha kuzungumza kweli. Mimi nawashukuru tu nyinyi kama watu wa media kwa kuweza kunitafuta na kuweza kunihoji. Hivyo nashukuru, natakieni kazi njema. Labda pengine unaweza kutumia fursa hii kumuomba msamaha kwa kile ambacho ulikifanya kwa kipindi kile. Hadi nimefika hapa, naamini kwamba yeye ameshanisamehe. Ndio maana hadi amenitafuta, anajua mtoto kwa mama akui. Kwa automatic mimi naamini kashanisamehe. Kwa hiyo kuanza tena kusema kuomba samahani kweli inawezekana, lakini naamini hadi nimefika hapa ameshanisamehe. Kwa sababu hakuna tena kikubwa nachoweza kuhitaji, kwa maana umri wangu tena sio kukaa kulia kwa mtu tena, ni umri wa kupambana. Sio umri wa kwanza kulia kwa mtu. Sasa hivi ni kuwezeshana, unasonga front au unapambana mwenyewe. Mimi nikushukuru sana. Nashukuru.
Na mtazamaji wa Sullivan TV pamoja na Djuma TV, kipindi kilikuwa kinaitwa Mguse, na kipindi chetu hiki kinaitwa Mguse, na mpaka kufikia hapo hatuna la ziada. Tumezungumza na Stanley, lakini kabla Stanley tulizungumza na Lecho Marukasa, akawa ametuambia kwamba ana watoto 5, na sisi tuko door to door, tunawatafuta vijana wake ambao amewahi kuishi nao, na pengine wako hapa kwa sasa, wengine hawapo, wako kwenye maisha yao mengine. Tunatamani kujua waliopita mikononi mwake pengine walikuwa ni watu wa aina gani na wanamzungumziaje Lecho Marukasa. Na hiki kipindi hewani ni Mguse, ambacho kinazungumzia maisha ya kila mmoja. Pengine umepitia changamoto kwa kipindi hicho ambacho ulikuwa unapitia changamoto zako. Je, nani alikugusa? Nani alikushika mkono? Alisimama na wewe kwenye shida zako? Pengine hamuonani, hamjawahi kuonana na muda ni mrefu. Kupitia kipindi hiki cha Mguse utaweza kutuma ujumbe wako, utaweza kumwambia chochote ambacho utapenda kumwambia mtu ambaye alikusaidia kwa kipindi hicho. Na sisi kama Sullivan TV pamoja na Djuma TV tuko hapa kuhakikisha tunakufikia kila sehemu ambapo utakuwepo, na kuhakikisha tunapata habari sahihi na zenye uhakika. Na hii ni Sullivan TV, habari kiganjani mwako.